Swali tuko nayo hapa leo Nairobi ni kwamba ni kweli kwamba wasichana wakishapata wanawake wakishapata pesa wanaonyesha dharau kwa mwanaume? Wakipata pesa yao, wakishapata pesa yao. Inategemea kwanza venye mmekuwa mkiishi. Ita depend na imekuaje before msichana apate pesa. Kwa sababu inakuwa ya kwamba tuko kwa uhusiano. Yes. Ya mke na mume. Alafu inakuwa kila mtu ana pesa yake, lakini sasa mwanamke akaanza kupata yake ikazidi. Yeah. Hapo ndio sasa inaleta shida. Na ni kweli venye umesema ya kwamba wanawake wanapatanga kiburi sana na wanaona ya kwamba pesa ya mwanaume haiwezi saidia sana. Okay. Akikuwa na yake, lakini si kitu nzuri. Okay. Au kuwa nayo tukaishi vizuri, lakini umeanza kupata yako na anaanza kupea kiburi. Is it kulingana na vile wewe unaona na mawazo yako na ile experience, wanawake percentage kubwa wanaingia kwa ndoa kwa sababu ya umaskini? Hiyo ni wazo nzuri, inaweza kuwa tetezi nzuri sana hiyo. Kuna wengine ni situational. Yeah. Situational imefanyika, amepata mtoto akaingia ndoa. Hiyo yeah. Ya kwanza. Ya pili, unapata baba yako anakupeana. Yeah. Anataka do. Okay. Sasa unapata zingine ni ngori juu unapata like mzazi wako yani hii ni mamilioni hapa. Hii ni pesa hii ya haraka. Kwanza ukipata mzazi ako na wasichana kama 5. Hizo ni pesa. Anafanyanga tu hivi tu. Anahesabu tu, anashangaa tangu hadi lini anashangaa msichana wangu hata uoni mahali tunaweza pata. So unapata ya kwamba wasichana wengi sahi. Lakini sijui sasa wa Nairobi sana. Wacha niongelea mashinani. Ujua Nairobi hakuna mtu, Nairobi si ya mtu. Kila mtu ni shamba la mawe. Kila mtu amekuja kutafuta hapa. Lakini huko mashinani unapata watu wengi wanakuja hapa. Wako mashinani wanaletwa hapa, wanaenjoy maisha kidogo alafu wanajisahau. Unapata mtu ameolewa. Yeah. So unapata ni situational sana. Mambo mengi ni situational. Okay. So wasichana wengi wameingia uhusiano ama ndoa kwa sababu ya upungufu wa mawakili na mawazo. Okay. How are we supposed to live as men with this ni wanaita gold digger like characters wenye wanajifanya kuwa wanawake sasa tunaoa. Sasa ya kwanza sisi kila mtu ni sharp. Acha tu nikwambie hivyo. Msichana ako kwako juu ya kitu uko nayo. Yeah. Inakuanga hivyo. Hata uulize aje. Mzazi wako kama uko na wazazi, baba na mama. Mama ako hapo kwa sababu anajua vision mzee yako nayo. Yeah. Hata si pesa sana, ni vitu utaweza vision yenye uko naye. So unapata kama sasa hao magoldiga mtu hivi. Kama wewe ni sharp, hawezi endea goldiga. Yeah. Lakini kama wewe tu umeangukia tu unafurahia maisha, hapo ndio utaangukia. So ukipata mtu yote mwenye ako na goldiga, chunguza kabisa uone. Utaona jamaa si sharp. It's not a sharp man. Okay. Kabisa. So because reason tuko na wewe kwa uhusiano, you're not bringing anything to the table. Unaleta tu beauty peke yake hapo. Hatuwezi kula beauty. Yeah, hatuwezi. So tuishi nao aje? Ili because unaweza pata kuna mtu ameingia kwa maybe one of my viewers, maybe who is going to watch this video, ameingia kwa ndoa and kuna some red flags anaona kwa ndoa na maybe in one way or the other aweza kumfukuza. So how are we supposed to live with this viumbe? Ya kwanza ni sijui kama unajua mtu anaitwa Abel Mutua. Anasema adios muchachos, peace. Yeah. Sasa the first thing unafaa ufanye uambie tu yule dem tu adios muchachos, peace. Uwezi ishi na mtu, wacha nikwambie. Wewe unatafuta yako tu hapo, anajiweka tu makeup, asubuhi anaamka, hakuna kitu anafanya, jioni anafika, hata aje kupikia chakula for example. Aje? So hata hizi kwa swali ati tuishi aje na hawa. Kila mtu aende njia yake, kila mtu atafute ganje yake. Simple. Hivyo. Thank you. Said your name is? My name is Ian. Yeah. Thank you so much for sharing. Shukran, Mungu akubariki sana. Safi. So kama uwezi provide toka bana, enda zako. That is the maoni ya Ian, G47 TV. My name is Mr. JB. Thank you so much.